Hey, Grace Product, vipodozi ambavyo vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako, hata kwa watoto. Jali muonekano wako na familia yako. Tunapatikana kote nchi nzima, kwenye maduka yote ya vipodozi na pharmacy. Grace my baby Cantina, mafuta ya watoto. Grace avocado kwa nywele lika zote. Grace Herbal shampoo, tumia zoa zoa. Grace gari tunayo, honey lotion tunayo. Grace zoa zoa lotion, Grace zoa zoa so. Jipatie bidhaa bora kutoka Grace Product. Zoa zoa, zoa zoa, zoa zoa, zoa lotion, zoa zoa, zoa zoa lotion, zoa zoa sabuni. Hello, mimi naitwa Linux Sunday Jada, Jada the VOA. Kwa kuijali ngozi yangu na kuipenda, natumia bidhaa kutoka Grace Product. Na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu, kwa hiyo nawahusia tumieni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa zoa ndio habari ya mjini. Ni Grace na asili yangu tena. Nachukua fursa hii muhimu sana ya kukukaribisha katika kipindi hichi bora kabisa. Kipindi ambacho kinaletwa kwenu kwa udhamini mkubwa kabisa wa Grace Products Limited. Wananiita Caesar Masisi. Ndio ninanyambulisha na weka sawasawa mambo yote ambayo yanahusiana na mpango mzima wa Grace na asili yangu katika mlolongo na mambo yote yanayohusu habari ya urembo na utanashati. Urembo na utanashati ni kitu cha msingi sana. Iwe mwanaume iwe mwanamke, ni kitu cha msingi kuwa nacho. Na hapa tunaongea mambo haya kwa sababu Grace tumedhamiria kabisa kukupa wewe urembo na utanashati ulio bora kabisa, wenye uhakika lakini wa kiasili. Wiki iliyopita tumekuwa na kipindi bora kizuri kilichokuwa na nguvu kabisa, na tumeongea habari nzima ya lishe, ya chakula. Yaani kwamba sio kwamba tu unakula tu, unatakiwa ule kwa mpango. Na hatukuwa tunaongea tu hewani, nilikwambia kwamba tulikuwa tunaongea na mtu ambaye maprofesa wameinvest vitu kwenye kichwa chake. Kumbe bwana, kula, kuna watu wamesoma hadi ma PhD eti kwa habari ya kula tu. Na tukasema basi Grace, kwa sababu inahusika na mpango mzima wa ngozi, inahusika na mpango mzima wa nywele, na mambo yote kuhusu ngozi na nywele ipo katika kula kwa njia tofauti tofauti, kwa mdomo na kwa ngozi. Na kwenda break fupi, nikirejea narudi na mgeni wangu, tunaendelea tujadili tukizungumza habari nzima ya urembo na utanashati kwa habari nzima ya kula, yani ulaji bora. Karibu sana. Hey, Grace Product, vipodozi ambavyo vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako. Zoa zoa ndio habari ya mjini. Tumerejea kama nilivyokwisha kukuambia kwamba majadiliano yetu na mtaalamu wa chakula na lishe unaendelea. Tupo na dada yetu, alishikwisha kujitambulisha, jina lake anaitwa Stella Nyamsangia. Yuko hapa kutuambia hayo mambo ya lishe ambayo yanarutubisha ngozi yako na nywele. Lakini wiki iliyopita tulienda mbali, tukazungumzia kwa habari ya wale wakina mama ambao wanakula chakula au wanakula vitu ambavyo wameshauriwa na daktari ili kuongeza damu, lakini wanajikuta kila wakila damu haiongezeki, kila wakila damu haiongezeki. Na mtaalamu wetu akatuambia kwamba kumbe tatizo ni kwamba anakula mboga ambazo ameshauriwa na anakula kwa wingi sana, lakini aweki vitu ambavyo vinaenda kuondoa au kuyeyusha kile kitu ambacho anakihitaji. Kwa mfano, nasema kwamba unaweza kula mchicha, lakini ukiwa tu unakula mchicha peke yake, unakula tu mchicha peke yake, damu haiwezi kuongezeka katika mwili wako. Isipokuwa
ukila ukiongeza na vitu vingine ambavyo vina vitamin C vinaenda kusababisha viende vikayeyushe kule yale nini zile madini ya chuma ambayo yanaongeza damu, madini ya chuma ambayo yanaongeza damu yanayeyushwa na hivyo vitu. Kwa hiyo leo tunaendelea kujadili vitu kama hivyo. Stella, mtazamaji ana shauku sana ya kuendelea kusikia hichi ambacho tulikuwa tunakizungumza katika kipindi kilichopita, na ukazungumzia hayo niliyoyasema. Sasa nimeendelea kusoma kitabu chako na nimekuta kwamba wakati mwingine kumbe unaweza ukawa unakula vitu ambavyo unajua kabisa vingeweza kukuletea madini ya chuma, lakini upati yale madini ya chuma kwa sababu unakula vitu vingine ambavyo havistahili. Kwa mfano hapa nimeona anasema usinywe vinywaji vyenye caffeine. Hebu mwambie huyu mtazamaji, yani maana yake nini? Kwanza ukisema caffeine ni kitu gani? Caffeine kutoka kwenye kitabu chako. Caffeine ni aina ya kemikali. Ni aina ya kemikali ambayo hutumika kwenye vinywaji vingi. Sio vyote, lakini vinywaji vingi na husaidia sana kuchangamsha mwili. Mwili unachangamka. Hizo ndio inaitwa caffeine. Kwa hiyo ni aina ya kemikali. Ni aina ya kemikali. Kuna caffeine ipo kwenye vitu vya asili, vitu vya kawaida, yani kitu ambacho hakijapita kwenye kiwanda. Kuna kinywaji ambacho kina caffeine. Mara nyingi inaweza kuwepo ndio, lakini mara nyingi ni kemikali ambazo zinaongezwa kule kwa ajili ya kuchangamsha mwili kama nilivyosema. Na kuna vyakula kama kahawa. Hicho ni kinywaji cha asili. Lakini kwenye kahawa kama kahawa kuna caffeine. Kwenye chai kuna caffeine, lakini caffeine hiyo inaweza kuwekwa kwenye vinywaji vingine vinavyoongeza nguvu. Kwa sababu kuchangamsha mwili, kufanya mwili upate kwa hiyo inaweza kaongezwa au ikawekwa. Kwa hiyo kumbe ile hali ambayo tulikuwa nayo shule, unasema bwana leo mimi napiga bwana msuli. Alafu unasema unakunywa chai au unakunywa kahawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unaweka caffeine kwenye mwili wako ili kuongezee nguvu, iondoe hali ya kuchoka na kukuletea usingizi. Ndio maana yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nikinywa vinywaji vya aina hiyo wakati nakula vyakula ambavyo nataka nipate madini ya chuma, automatically nitakuwa ninakosa madini ya chuma. Kwa sababu caffeine inazuia ule ufyonzaji wa madini ya chuma. Lakini caffeine inazuia ufyonzaji wa madini ya chuma kutoka katika vyakula vyenye asili ya mimea. Vyakula vyenye asili ya mimea. Kama unategemea madini ya chuma kutoka kwenye vyakula vyenye asili ya wanyama, hakuna shida. Kama nikiwa nakula nyama, nataka nipate kuna madini ya chuma kwenye nyama. Ndio. Kwa hiyo nataka madini ya chuma kutoka kwenye nyama. Iko vizuri. Naweza nikawa nakunywa na kahawa yangu. Kabisa. Sawa? Kabisa. Lakini nikiwa nataka madini ya chuma kutoka kwenye maharage, hapo ni tatizo. Vyakula vyote vyenye asili ya mimea ikiwepo pamoja na matunda na mboga ambavyo wengi ndio tunavitegemea. Ngoja sasa. Wewe unataka kumwambia nini huyu mtazamaji ambaye yeye asubuhi ameshazoea akiamka kwanza kiporo cha wali na maharage, alafu na chai, ndio elewe kwa maana anapoteza kabisa. Yaani sio kwamba anapoteza kabisa, lakini caffeine inazuia. Kwa hiyo kama alitakiwa apate 5% atapata 3. Kwa 200 zote zinakuwa zimezuiwa na caffeine. Tunashauri kama unataka kufanya hivyo, kunywa caffeine usile pamoja na chakula chenye asili ya mimea. Wakati huo baada ya saa moja baadaye. Kwa hiyo hapa kuna jamaa mmoja hapa namuona alishaanza kuchanganyikiwa. Sasa huyu anataka kuniambia kwamba tusinywe chai au tusinywe kahawa. Kwa hiyo nataka kuniambia hivi, yani isiwe kwamba nataka kula chakula hapo na chai yangu. Kabisa. Hapana. Unaweza ukanywa kabla au baada. Lakini at least na vyakula vingine ambavyo havina asili ya mboga. Na kwa hiyo kama nataka kula wali na nyama, nikitegemea kupata madini ya chuma, basi niendelee.
Lakini kama nataka kula wali na mchicha, nikitaka kupata madini ya chuma nisinywe chai kabisa, wala nisinywe kahawa, ila baadaye kabla ya saa moja au baada, au zile kola, kwa mfano kola, vinywaji vyote hata vile vinavyoongeza nguvu kama energizer zile, nyingi zina kafeini. Swala ni kwamba usome, yani unapopewa kinywaji wewe soma kama kafeini ipo, usinywe kile kinywaji wakati unakula chakula chenye asili ya mimea, wakati ukitegemea kwamba uongeze madini ya chuma mwilini. Yani yataongezeka, lakini kwa kiasi yanakuwa yanazuiwa na kafeini. Sasa huku kuzuiwa huku, kwa faida tu ya mtazamaji, huku kuzuiwa ni madini ya chuma peke yake, au kuna madini mengine pia yanazuiwa? Zaidi ni madini ya chuma. Zaidi ni madini ya chuma. Okay, na unafikiri madini ya chuma ni muhimu sana kwetu? Of course, kwa sababu yanaongeza damu na tunajua kazi ya damu. Kazi ya damu mwilini inajulikana kwa mtu yoyote. Madini ya chuma yanaongeza damu. Na ukipungukiwa damu maana umepungukiwa uhai. Na moja ya vyakula ambavyo vina madini ya chuma vingi ni vya mimea ambavyo ni mboga na matunda. Kwa hiyo nyama kwa mfano percentage wise, nyama na vyakula vya mboga vya miti vya mboga, kipi kinaongeza sana damu? Vyakula vya nyama vingi vinaongeza zaidi damu, lakini tulivyo navyo vyenye madini ya chuma pia mengi. Sababu unakuta mtu mwingine labda ali nyama, kama ali nyama ile sosi ya madini ya chuma itatoka wapi? Tuchukulie mimi nakula nyama na mboga zote nakula. Ni vipi yani? Kwa maana ya kupata madini ya chuma yapo mengi tu kwenye nyama. Okay. Lakini mboga zinayo mengi, lakini shida ndio kama hizo. Yaani tunabidi tu tuzijue. Kwa hiyo hata kama umeambiwa kula matembele mengi, sawa, wewe kula matembele yako mengi, lakini ujue kwamba huwezi kuchemsha tu matembele ukapata kiasi kile kilichoko kwenye matembele cha madini ya chuma. Hivyo inahitaji support. Unajua vyakula vinategemeana. Kufyonzwa kwa chakula kingine sometimes kinategemea uwepo wa chakula kingine. Ndio pamoja na madini ya chuma. Na ndio maana pia huwa ni tatizo, kwa sababu unaambiwa kula mboga. Unakula mboga kwa kuzichemsha, kwa kuzifanya nini, lakini kumbe hauli vitamin C. Na vitamin C sio lazima ule wakati ule. Na yenyewe unaweza kula kama baba umeshamaliza kwa chakula chako, ule mlo wa kawaida, unakula na matunda yako ambayo yana vitamin C. Na tatizo la vitamin C kwenye chakula ukipika inaharibika. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tuliongelea. Kwa hiyo ni vizuri hata kama unapika, unaiweka wakati ule chakula chako kimeshaiva. Au ukala, yaani umaliza mlo wako ule wa kawaida, ukala matunda ambayo yana vitamin C. Bila shaka. Okay, sasa mtazamaji hapa kama anakuwa confused na angependa kupata solution. Unajua bwana, tuongee tu ukweli Stella. Wali maharage na chai sio mchezo. Watu wanapenda sana. Mimi mwenyewe binafsi napenda wali maharage na chai. Asubuhi ile nagonga ile vitu, mambo yanakuwa safi. Sasa wewe unafikiri hakuna solution, hakuna mbadala wa hicho? Mimi ni enjoy chai yangu, lakini wakati huo isiende kuharibu maharage yangu kupata madini ya chuma mwilini, kuongeza damu. Ni nini naweza kufanya? Unachoweza kufanya ndio hiyo sasa, kutumia vitamin C kwa wingi. Kwa sababu vitamin C inasaidia ufyonzaji wa yale madini kutoka kwenye vyakula vya mimea. Na kafeini inazuia. Kwa hiyo una vitu viwili vinavyokinzana. Hiki kinakusaidia, kingine kinapinga. Kwa hiyo maana yake mimi nitie chai yangu, alafu nitafute kitu chenye vitamin C kama ndimu. Maana naye chai kwa ndimu imekaa mwake. Sawa kabisa. Umeona eh? Kwa hiyo nichukue kandimu nitie mle kwenye ile chai tap. Alafu nikoroge namna hii. Alafu ni enjoy sasa wali wangu maharage na chai. Kabisa. Na madini ya chuma kama kawaida yataingia mwilini. Kwa sababu kuna kipingamizi. Pamoja na kuna kipingamizi, lakini inaletwa sasa kiboko. Kabisa. Hii ni Grace na asili yangu. Yaani tunaongea habari ya asili. Siku zote tunasikia vipodozi, Grace vipodozi. Tunaongelea habari ya asili kwa sababu Grace na asili yangu ndio mpango mzima. Mmemsikia mtaalamu alivyosema. Amezungumzia habari ya
ya kula vyakula na kupata madini ambayo ni madini ya chuma na ambayo ni muhimu mno katika mwili wetu ili kuongeza damu. Sasa nikirudi kwako tena Stella, hichi kitabu nikikisoma naona vitu vingi kabisa, nikimwambia mtazamaji kwamba kwa kweli usipange kukikosa. Ukikikosa hichi umekosa vitu vya msingi sana. Naona mambo mengi, naona hadi umeweka watu wanavuta sigara, kuna umeelezea I say umeweka vitu vingi, lakini naona kuna hii hapa kwenye cover unaona umeweka kama pyramid, alafu umepanga vitu. Hii maana yake nini? Hii piramidi hapa juu inaeleza kiasi cha vyakula ambavyo tunatakiwa kula kawaida. Kwa kawaida kama nilivyovipanga kwenye magrupu hivi, hii piramidi inapoenda juu ndivyo unavyotakiwa kupunguza kiasi cha aina ile ya chakula katika milo yako. Kwamba unapokula hiki zaidi ya hiki zaidi ya hicho, kwamba unavyoenda juu ya piramidi unatakiwa upunguze hivi vyakula vilivyoko juu, vyakula vyenye sukari, vyakula vyenye mafuta. Kwa mfano mimi naona, nimuelezee mtazamaji kwamba naona kuna ndizi kuna viazi, kuna nini, naona hadi sembe imo kabisa. Hii ya chini, sehemu ya chini hapa ndio ipo sembe. Ubwabwa umo. Tunashauri kula sembe ambayo haijakobolewa. Yeah, kwa hiyo imo. Ipo. Kwa hiyo unaona sehemu ya kwanza ni vyakula vyenye wanga. Kabisa. Sehemu ya pili naona kuna matunda, mboga na nini. Sehemu ya tatu naona kuna nyama, samaki na nini. Alafu sehemu ya 4 ice cream cone hii imo. Ipo sukari hiyo. Hii ni sukari. Ndio. Okay. Kwa hiyo tunaenda hivyo. Yeah. Kwa hiyo sasa kumbe picha nilionayo hapa mtazamaji ni kwamba kumbe hata Grace Product tumo. Kabisa. Nikiangalia katika sehemu ya pili yenye matunda hapa Grace Product zimejaa matunda, si ndio? Nikisoma ingredients ni matunda yamejaa huko. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii sehemu ya pili wewe ulivyoweka kazi yake ni nini? Kama tunavyojua mboga na matunda zinatupa kinga dhidi ya maradhi mbalimbali, lakini ukiangalia vyote ni vyakula. Kwa hiyo kila tu automatically unakuwa umejikinga, unajisaidia, unaongeza kinga. Na maana ni unavyokula vizuri zaidi ya hivi, kwa sababu kuna vinavyotia nguvu, kuna hivyo vinavyotupa kinga, kuna vinavyojenga mwili. Kwa hiyo unapokula hivyo zaidi, na maana unaongeza kinga kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Okay. Yakiwepo ya ngozi kama zilivyo product za. Okay. Kwa hiyo ina maana huyu mtazamaji akichukua hii lotion ambayo mimi humu kwa mfano nimetia aloe vera. Ambayo ni vitamin A. Ambayo na inasaidia kwenye. Hebu nataka unieleze vizuri pole pole. Ina vitamin A. Aloe vera ina vitamin. Mboga nyingi zina. Kwa hiyo hii aloe vera itakuwa imebeba mboga. Vitamin A. Alafu naona kuna matunda, mapapai, karoti, sui nini. Karoti, tumesema vitu vyenye njano vina nini? Vitamin A. Pamoja na majina ni tofauti. Okay. Kwa hiyo karoti njano. Umeniambia papai njano. Tunaona hivi na rangi. Avocado nini? Avocado vitamin A. Kwa hiyo vitamin A kazi yake ni kulinda kabisa. Kwa hiyo nikichukua hii lotion nikajipaka, maana yake ni kwamba ninaingiza ulinzi kwenye ngozi kabisa dhidi ya magonjwa ya ngozi. Mimi sijui kama umenielewa vizuri ninachokisema. Nazungumza habari ya bidhaa za asili ambazo zinatokana na matunda na mimea na nini ambazo zinatengenezwa na Grace Product. Mtaalamu ananiambia kwamba kwa sababu zina aloe vera na ni aloe vera asili na vitunguu saumu, maana limo hivi sumu, yani vinafyonza sumu. Yeah. Kazi yake ni kama ya hizo mboga zingine, lakini pia vitunguu saumu vinasaidia kutoa sumu. Yeah. Okay.
ambayo kitaalamu nahitaji, yani maana kuna mwingine hapa mwenzenu mlienda shule pamoja, maana wanataka kusikia zile maneno antioxidant. Hiyo ndio lugha ya kitaalamu, antioxidant. Ina antioxidant. Kwa hiyo ukitumia bidhaa za Grace unapata antioxidation, unapata vitamin A, unapata yani vitu vingi utavipata kwa kupaka tu bidhaa za Grace, kwa sababu hichi ni chakula kabisa cha asili kile ambacho kipo kimewekwa humu, lakini zaidi sana mafuta ya humu na honey. Honey pia ni antioxidant. Na vitu vingi pia zaidi. Nafikiri umemsikia mtaalamu. Hii ni Grace na asili yangu, na tunazungumzia habari ya mwili wako na bidhaa za Grace. Na leo tuko na mtaalamu ambaye yeye ameandika kitabu bora kabisa za chakula na lishe ambacho kinazungumza habari ya ulaji bora. Mimi nakushauri jipatie kitabu hichi. Kitabu hichi kama tulivyosema wiki iliyopita kinapatikana katika ofisi za Grace. Ukienda pale katika ofisi za Grace utajipatia hichi kitabu. Lakini sasa hivi kimetambaa pia. Pita kwenye mabookshop mbalimbali. Naambia bwana, nataka kitabu cha Stella Lawrence Nyamsangia. Amekiandika kuhusu habari ya chakula na lishe na ulaji bora, ambacho kinazungumzia mlolongo mzima, ule nini, usile nini, ule kwa kiasi gani, usikurupuke tu. Mwisho wa siku unapata matatizo. Tunakwenda break fupi, tukirejea tunamaliza kipindi chetu. Hey, Grace product, vipodozi ambavyo vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako. Zoa ndio habari ya mjini. Tumerejea. Naamini kabisa unaendelea kufaidika sana na kipindi bora cha Grace na asili yangu. Niko na mtaalamu Stella Lawrence Nyamsangia. Yeye kipindi kile kilichopita tuliongelea wasifu wake. Ana degree ya kula ya SUA. Degree yake ya kwanza SUA hapo Sokoine hapo Morogoro. Alafu ana degree yake ya pili amechukua kwa wazungu Ulaya. Kwa wazungu degree ya kula ya pili, mambo ya kubalance diet na nini na vitu kama hivyo na lishe. Alafu amesoma special program hapo Muhimbili ya mambo ya nini, public health, yani afya ya jamii. Yani wewe ndio jamii, yani amesoma kuhusu afya yako. Kwa hiyo tunazungumza naye habari hizo, na amezungumzia habari ya kitabu chake, amekiandika kizuri sana, usikikose. Kiko madukani sasa hivi, Grace product kimejaa, nenda ukakinunue upate afya wewe, baba, watoto, nini wote. Msome, msiwe mnakula tu, someni hapa tunakulaje, hapa tunakwendaje na vitu kama hivyo. Lakini zaidi sana amezungumzia habari ya product za Grace. Anasema product za Grace zina aloe vera, sema aloe vera ina vitamin A, si ndivyo? Amesema aloe vera ina vitamin A na ni muhimu sana kwenye ngozi. Na bidhaa za aina hiyo zipo kwenye grupu yake ya matunda. Ameweka hapa pyramid fulani hivi, anasema ipo kwenye grupu ya matunda. Na ukiangalia bidhaa za Grace zipo zinaanguka katika grupu ya pili, ambayo kazi yake ni kulinda ngozi, ni kuifanya ngozi yako iwe bora kabisa. Bidhaa za Grace ukitaka kuangalia, hii unaiona hii rangi iko kama ya njano. Hakuna color added, hatujaongeza rangi hapa. Ni bidhaa za asili zenyewe zimeleta hii rangi. Zinaeleza kwamba humu ndani vitamini A imejaa. Kwa hiyo ulinzi wa ngozi usiguse kabisa. Lakini zaidi sana kuna mafuta ya avocado, ambayo kuna mafuta ya avocado humu tumeweka, tuna nini, lakini hata humu pia kuna avocado. Mtaalamu amesema ndani ya avocado kuna kitu kinaitwa vitamin B6 ambayo ni muhimu sana kwenye ngozi. Lakini na kuboost vile vile nywele yako ikae vizuri na mambo mazuri kama hayo. Shampoo ina aloe vera humu ndani na vitu kama hivyo. Ukioshea nywele yako mambo yako yanakuwa mazuri kabisa. Tuna mafuta ya watoto humu, yamewekwa almost kwenye common ingredients zilizopo zimewekwa kwenye haya mafuta ya watoto. Mtoto wako anazaliwa, ni vizuri umpe bidhaa ambayo ni bora, ambayo ina vitu vya asili, imlinde, imtunze, apendeze. Mtoto akipendeza anafurahisha bwana, sio mtoto eti wageni wanakuja nyumbani mtoto anawakimbilia, mgeni anajifanya yuko busy hataki kuwagusa. Kwa sababu gani? Mtoto apendezi. Ukiangalia mapala mapunye sio yamefanyaje, ni shida. Kwa nini? Utumie bidhaa bora za Grace product. Stella, unamwambia nini huyu mtazamaji kuhusu bidhaa za Grace kwa kumaliza sasa? Mimi nawashauri wazitumie kwa sababu kwa ingredients zilizopo, ingredients kama kizungu yani viambato
viambato, vitu vilivyotumika kutengeneza kwa mimi ninavyojua. Vinaendana na kazi zake. Yaani kwamba ni lotion unapaka kweli vinaenda kunasaidia ngozi inakuwa safi. Ukipaka kwenye nywele ngozi nywele inakuwa sawa sawa. Ukimpaka mtoto anakuwa sawa sawa. Amekwenda vizuri. Na kwenye kitabu chako unamwambia nini? Mimi nawakaribisha. Nimejaribu kuweka Kiswahili kizuri kabisa kwa mtu yoyote wa level yoyote kuweza kuelewa. Kwa hiyo sio mbaya ukapata kopi yako pia. Okay. Kwa ajili ya kujifunza mambo mengine ya ulaji bora kupitia vyakula tulivyonavyo vya asili. Huyo ni Stella. Ametueleza hayo uliyoyasikia na ni vizuri kuzingatia. Lakini zaidi sana zingatia bidhaa bora za Grace Product. Bidhaa za Grace Product nazidi kusisitiza, ndugu yangu, ni bidhaa bora. Ni bidhaa za asili. Sio vizuri kutumia synthetic, bidhaa ambazo sio za asili. Tumia bidhaa za asili ili uendelee kuwa wa asili. Wewe ni wa asili, umetokana na udongo. Bidhaa hizi ni za asili, zimetokana na udongo. Hazijawa processed kwa kutumia material ambazo ni synthetic, yani ambazo zimetengenezwa kiviwanda sana. Hapana. Ni zimetengenezwa na vitunguu saumu ambazo unakula pilau kila siku. Imetengenezwa na asali ambayo unapaka kwenye mikate na kula kila siku. Imetengenezwa na mafuta ambayo unaungia mboga kila siku. Sasa hivyo vitu huwezi kuvikakutisha. Ni vitu ambavyo unaweza kuvipaka. Ni tofauti kabisa na bidhaa zingine ambazo zimetengenezwa na kemikali kali ambazo zinazebaki, hydroquinone nini. Mwisho wa siku zinatengeneza sumu kwenye mwili wako, zinakupa kansa na vitu kama hivyo. Vitu vizuri utumie bidhaa bora za Grace Product. Grace Product tunapatikana nchi nzima, kila kona ukienda utapata bidhaa za Grace. Kwenye maduka ya vipodozi yote, kwenye maduka ya mambo yote, kwenye maduka ya mangi yote utapata bidhaa za Grace. Lakini zaidi sana tuko Ilala Boma, Mwalimu House, ghorofa ya kwanza. Ilala Boma, Mwalimu House, ghorofa ya kwanza. Njoo tutembelee pale, zungumza na sisi, tuambie nini unataka na tutaweza kukushauriana na wewe katika hali yako ulionayo. Ngozi yako labda imejikunja, sijui imefanyaje, imefanya nini, utapata ushauri mzuri na utapata bidhaa bora kabisa kutoka pale Grace Product. Lakini zaidi sana tuko City Mall, floor ya kwanza pia. Njoo pale tuzungumze zaidi. Hii ni Grace na asili yangu. Nakupenda, tunakujali. Na zaidi ya yote tumekufikia mlangoni kwako. Nenda tu hapo jirani yako ujipatie bidhaa bora za Grace Product. Hii ni Grace na asili yangu. Grace Product. Vipodozi ambavyo vina chemical hatarishi kwenye ngozi yako, hata kwa watoto. Jali muonekano wako na familia yako. Tunapatikana kote nchi nzima, kwenye maduka yote ya vipodozi na pharmacy. Grace my baby Kadina, mafuta ya watoto. Grace avocado kwa nywele lika zote. Grace Herbal shampoo tumia zoa. Grace gari tunayo, honey lotion tunayo. Grace zoa lotion. Grace zoa jipatie bidhaa bora kutoka Grace Product. Zoa sabuni. Hello, mimi naitwa Linux Sunday Jada, Jada the VOA. Kwa kuijali ngozi yangu na kuipenda, natumia bidhaa kutoka Grace Product. Na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu, kwa hiyo nawahusia, tumieni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Product. Zoa ndio habari ya mjini.